Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Napenda kumshukuru kwanza Mwenyezi Mungu, na pili napenda kuwashukuru wale wote mnaonifuatilia katika masomo yangu na katika vipindi vyangu mbalimbali. Sitakuwa mwingi wa maneno, bali naenda kwenye somo langu. Somo kuhusu marohani. Marohani hawamfikii kila mtu, vigezo vyao ni vikali sana. Nisikilize kwa makini. Wale watu ambao mnataka kufahamu kama ninavyoelekeza hapa leo, ninakupa ukiwa ni mwenye kuwa na bidii na kufanya mema, pia ukiwa na bidii katika mambo ya kiroho, ndiyo watakuwa karibu na wewe. Namba moja, hawapendi watu wenye roho chafu, husuda, watu wanaotumia nguvu zao kuumiza wengine. Mambo yanayotokea ukiwa na marohani, usipoenda naye sawa, wanaondoka. Namba moja, na wakiondoka ndio utabakiwa na maradhi, kuishi kwa hofu na akili yako kukosa mwelekeo. Njia wanazotumia marohani kuingia kwako. Marohani hawaingii kwa mtu wanayependa fujo. Marohani haingii kwa njia ya kurithi. Sawa sawa? Hawapendi mtu anayependa fujo, na pia wanaweza kuingia kwa kurithi. Sawa sawa? Na ukiingiwa kwa mtu mwenye tabia za upole na usafi, mtu mwenye marohani huingiwa kwa mtu mwenye tabia za upole na usafi. Marohani pia huvutiwa na nuru amari mwenye manukato mazuri. Huingia kwa mtu anayekaa ridhaa au kusoma sana mazoezi ya kiroho. Ukifanya hivyo, milango yako ya kiroho hufunguka na kuingia. Ishara za mtu mwenye marohani: ndoto za kweli, kuchukia uchafu, kuheshimika, kupenda upweke. Tabia ya rohani: dua, maji ya waridi na mengineyo. Tumeelewana? Kifungo cha rohani: usipofanya mambo mema, rohani atakufunga. Kifungo kikali ambacho hakifunguki mpaka uwe na wafanya mema. Sawa sawa? Kifungo cha rohani: usipofanya mambo mema, rohani atakufunga. Kifungo kikali ambacho hakifunguki mpaka uwe wafanya mema. Je, wanaonekana marohani? Marohani wanaonekana ila kwa njia ya viumbe au nuru inayopita kwa kasi. Viumbe waliovaa nguo nyeupe, kijana kwenye ndoto, au kusikia sauti ya busara kwenye moyo. Sawa sawa? Hizo ni dalili za mtu mwenye marohani. Tunaendelea kukufundisha baadhi ya vitu. Kama una kawaida ya kushtuka usiku, zingatia mambo haya. Kushituka saa 11 kamili. Ikiwa umelala mapema na ukashituka saa 11 kamili usiku, fahamu akili yako haina utulivu. Mawazo yamepitiliza, watakiwa upunguze mawazo. Ukiwa kushituka saa 12 na kama umelala umeshtuka muda wa saa 12 kamili usiku, fahamu mipango yako, malengo yako umeanza kuyafikia. Kushituka muda wa saa 7. Ukiwa kila ukilala muda unaoshituka ni saa 7 usiku, fahamu upo kwenye vita ya kiroho, jitafute. Namba 4, kushituka saa 8. Ikiwa kawaida yako ikifika muda wa saa 8 usiku unashituka, jitahidi sana ufanye maombi. Muda huo kuna baraka zinataka kuja juu yako, lakini zinategemea maombi yako ya usiku. Namba 5, kushituka saa 9 usiku. Ukiona kile ikifika muda wa saa 9 usiku unashituka, fahamu kuna nguvu ya kiroho ni kubwa. Muda huo zinatembelea, pia unaweza kufanya maombi yako. Sawa sawa? Namba 6, kushituka saa 10 kamili. Ukiwa umelala kawaida yako kushituka saa 10 usiku, fahamu wewe ni mtu mwenye mipango yako itatimia kila siku. Kushituka saa 11, ukiwa kawaida yako ukilala unashituka saa 11 alfajiri, basi fahamu kuna mambo mazuri yanataka kuja juu yako, lakini lazima ujipambanie. Sawa sawa? Hizo ni nyakati ambazo zinakujulisha mambo kama hayo. Sawa sawa? Sasa leo ninakufundisha dalili 10 ukiziona fahamu mizimu yako kwenu inakusumbua. Ukiwa mbali na nyumbani, kama upo mbali na nyumbani, halafu kila ukilala unapata ndoto za mazingira ya nyumbani kwenu, kama utaona hii dalili, fahamu mizimu inakusumbua. Namba 2, kuota ndugu zako waliokufa. Kama kila ukilala unaota ndugu zako waliokufa muda mrefu, fahamu mizimu inakusumbua. Kuota nyoka mweusi. Ukiwa umelala unamuota nyoka mweusi anakufukuza, fahamu mizimu ya kichawi inakusumbua. Namba 4, nyoka mweupe. Ukiota nyoka mweupe mara kwa mara, fahamu una jini, nyoka wa
mzimuni kwenu. Namba 5, nyoka wa kijani. Kama uzazi wako una shida, ukilala unamuota nyoka mara kwa mara, fahamu huyo ndio anayekula mayai yako ya uzazi. Namba 6, kuota ndoto bibi babu. Ukiota ndoto bibi au mtu mzima ameshika nguo au begi anakupa aisee, utaishi kwa shida sana. Kuota ndoto za kaburi. Ukiota ndoto upo kwenye makaburi, upo peke yako, fahamu hiyo ni mizimu inakupa muda ujitafakari kabla haijachukua maamuzi ya ndoto mbaya. Namba 8, kimvuli cha mtu. Ukiona kila muda kama kuna mtu nyuma yako, ukiangalia uoni kitu, fahamu iko kitu kipo, ila macho yako hayana uwezo wa kuona. Ni roho zinakufuatilia za kwenye mizimu. Namba 9, watoto wako kufa. Ukiona unazaa watoto na kila muda wanakufa, fahamu una mizimu ya kichawi ndiyo inayokula watoto. Tunamaliza namba 10, kukosa ushirikiano na familia. Mkiwa kama familia alafu hamna ushirikiano, kila mmoja wenu unamuona mwenzake mbaya, mnachukiana wenyewe kwa wenyewe kwenye familia mpaka ukoo. Mkiona hizi dalili, fahamu kuna makosa yapo kwenye matambiko yenu au mila zenu. Tunaelewana vizuri eh? Endelea kunifuatilia Dr. Sharifu Tiba Asili Tanzania, uzidi kujifunza vitu na siri za kiroho kuhusiana na masuala yangu inshallah. Wabillahi tawfiki. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.